Goli hili limekuwa na mjadala mkubwa. Hata sisi tulipokuwa studio hapa tulikuwa tunatazama, ikaibua mjadala tofauti. Sasa tuko hapa muda huu tuzungumze nawe namna ambavyo imepigwa foul hii. Kwa namna ambavyo imepigwa, nianze na Abisai. Shida ilikuwa wapi? Hasa kwa mlinda mlango. Maana mjadala ulikuwa hapo, mlinda mlango au bora wa mfungaji? Kwa eneo la kwanza unamsifu Alan Okello, mpigaji ambaye ameweza kupiga mpira kuzungusha ukuta na kutafuta posti ambayo kima cha mpira ambapo kimepita bila kumuona kipa anaweza kufanya chochote. Metacha Mnata kilichomsaliti ni hatua yake ya mguu wa kushoto kutaka kuhisi huenda Okello atavusha ukuta kupiga huko. Hapa kuna hatua atapiga hapo. Wakati anapiga hatua na kanyaga chini ili kuona mpira utaenda wapi, Okello akawa ameshapiga. Na makipa wengi wanashauriwa pale wasimamie vidole vya miguu hivi gumba viwili, wadunde ili waweze kufiatuka kwa kasi. Lakini mwangalie Metacha, miguu yake yote imekanyaga chini. Asingeweza kurudi kulia hata kidogo. Tunaona hapo hiyo engo inakuja hapo. Unaona miguu yake yote imekanyaga chini kabisa. Hapo hii engo inaonyesha vizuri sana. Lakini kingine ambacho ulijadili wewe pale kwenye mjadala ni kwamba ulisema ukuta ulikaa vibaya. Kuweza ukashindwa kublock. Kuna kitu cha muhimu pia cha kuzingatia. Umeona wapigaji watatu hapa? Kuna Max Zengeli ambaye anatumia mguu wa kulia. Alafu kuna Boka mguu wa kushoto, alafu kuna Okello. Kipa alikuwa ajui nani anapiga free kick. Kwa hiyo ukuta akipiga mguu wa kushoto na wa kulia unaweza kupanga tofauti, lakini wote wako nyuma mpira. So aliona apange vile, alafu adictate mpigaji yoyote atakayepiga kwa kuangalia mpira uweze kuvuka kwenye ukuta. Kwa hiyo kwa mimi nachelea sana kumlaumu Metacha. Kana kwamba amefanya uzembe, kwa sababu hiyo hatua yake ya kutaka kujiandaa na kutokujua mpira utakuja wapi, ghafla mpira umepita karibu na alipokuwepo. Kwa watu wanaona ile tukio la yeye kutofanya chochote ndicho naona ni kana kwamba amekifanya uzembe. Kwangu mimi nachelea kumlaumu Metacha. Namsifu sana Alan Okello kwa kufanya jukumu lake la kwanza.